Tunadhaminiwa na Magnus Secondary School. Ni shule ya bweni na kutwa kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule bora yenye mazingira tulivu ya kujisomea. Habari njema kwa sasa ni kwamba Magnus wanatoa ufadhili wa ada ya masomo. Ni vizuri ama ni vema mzazi ukampeleka mtoto wako Magnus Secondary. Saidi. Naam kiongozi. Bado uko hapo radio au ushaondoka? Bado niko hapo radio. Bob Side. Sema Side. Bado nipo. Nasemaje hapo radio bwana? Kuna mengi yanazungumzwa kuhusiana na klabu ya soka ya Simba kutofanya vizuri, na baadhi ya wanachama wengi wao wanamlaumu zaidi Mangungu kwamba anashindwa kufanya vyema na ndio sababu ya Simba kutofanya vizuri. Hili likoje? Ni kiongozi wa klabu ya Simba kwa muda mrefu. Hili likoje kwa upande wako? Hapo labda nitakujibu kwa nitaongea vitu viwili. Cha kwanza ni shutuma dhidi ya Mangungu, lakini la pili nitaongelea kuhusiana na mafanikio ya klabu. Ndio. Kwa hiyo kwangu mimi ukiangalia nini kimetokea katika wiki tatu za mwisho, ndio Simba amedondosha makombe katika hatua za mwisho kabisa. Unaona Ndio. Na kupoteza ile mechi ya mwisho ndio imeleta zaidi changamoto ambazo tunaziona hapa. Unaona Kwa hiyo mimi labda niseme kwamba ni kweli kwamba tumefungwa na Yanga, tumepoteza ubingwa msimu huu, lakini kwa maana mafanikio ukiangalia kiutendaji msimu uliopita na msimu huu, bado msimu huu tumefanya vizuri zaidi. Tumecheza hata finali ya CAF. Kwa hiyo bado ni mafanikio makubwa, ingawa hatutokombe, lakini ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo tunapoanza kulaumu kwa sababu tumefungwa na Yanga, nadhani pia tunatakiwa tupongeze na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nadhani tupongeze wachezaji wetu, walimu wetu kwa kile ambacho wamekifanya, lakini tuumie kwa kupoteza na Yanga. Kwa hiyo isiyo ni sababu sasa ya kuwanyoshea vidole viongozi ambao wamefanya kazi kubwa sana mwaka mzima katika kusaidia na kufikisha hapo tulipofika. Ni lazima tunapotengeneza lawama, kuna vitu viwili vya kuangalia kwa makini sana. Cha kwanza ni timu ambayo tulikuwa nayo, hiyo la kwanza. Lakini ya pili, angalia ratiba tulikuwa nayo. Mara nyingi ukiona sisi tulikuwa katika ratiba ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Tupo kimataifa kimataifa, wenzetu wanapumzika. Tunakuja tunacheza mfululizo mechi 3-4, tunaunganisha mpaka hatua finali, tunarudi Jumatatu, Jumatano tunacheza na back to back na timu ambazo zilikuwa zimejiandaa, zimepumzika. Kwa hiyo ukiangalia mazingira hali yalivyokuepo, kwa kweli ilikuwa mazingira magumu kwa timu yetu. Kwa hiyo kwa kile ambacho tumekipata, basi tunashukuru. Tunaumia tumefungwa na Yanga, lakini nadhani lawama na peke yake hasaidii. Nadhani tunahitaji kujenga utulivu ambao utakwenda sasa kuweza kutuwezesha kuangalia, kuimarisha timu yetu, kuangalia wapi tulikosea na tujipange sasa kwa ajili ya msimu ujao. Okay, mengi yanazungumzwa kwamba inasemekana kwamba rais mara nyingi pia anatoa fedha kwenye mchakato wa usajili, lakini wale watendaji wa chini pia hawatimiza ile malengo ambayo anayahitaji mwekezaji. Lakini pia hata kwenye huyu kwa upande wa wanachama mwenyekiti kwamba hana kauli ya kuzungumza zaidi kwenye eneo la maamuzi. Hili likoje pia? Sasa kitu kimoja ambacho ufahamu ni kwamba mwenyekiti wetu ambaye tunamchagua hawezi kufanya kazi nje ya yale ambayo yapo kwenye katiba. Kwa hiyo tunapodemand vitu vingi kwa mwenyekiti wetu na kupeka lawama, nadhani kwanza labda tungempa kwanza majukumu, alafu asipotimiza ndio tuanze kumdai. Unaona mpira unasimamiwa na bodi. Kwa hiyo kama ni hivyo, kila kitu kiko ndani ya bodi. Kwa hiyo yeye as a person kuanza kumlalamikia kama yeye kusema matokeo ya timu, nadhani hapo utakuwa tunamwonea tu na tumtendea haki. Mimi nadhani kama wanachama wanalalamikia kuhusiana na matokeo ya timu, basi nadhani hiyo lawama aidha zingeenda kwa mwalimu, wachezaji, au zingeenda kwa wasimamizi ambao ni bodi. Kwa hiyo lawama hasaidii, maji yakimwagika yazoleki. Nadhani tukubali kwamba haya yametokea, tukae chini, tujipange, tuangalie kwa jinsi gani ambavyo tumefanikiwa, kwa sababu ukiangalia performance wise tumefanikiwa vizuri sana msimu huu. Tujipange basi, tunapelekea msimu ujao. Mengi yanazungumzwa kwamba wakati nyinyi mpo madarakani kwenye utawala wenu kwamba hayakutokea kama haya. Mmekuwa mkifanya usajili mzuri ambao wachezaji pia wana ubora tofauti na hivi sasa. Haoni kana kwamba hili pia kwa hawa wanaozungumza wana hoja ya msingi? Sasa
eneo hilo ni la ufundi na mtu kuongelea ni mwalimu, na mwalimu ameongea pia, amedemand wachezaji ambao ni wazuri zaidi. Kwa hiyo nadhani hayo ni mambo ambayo ni mchakato ambao utaenda kuzungumzwa katika uongozi, katika level ya bodi, katika level katika level ya CEO na watendaji wake, kuona sasa mwalimu anataji nini, na kwamba mwalimu amepewa power sasa za usajili, yeye ndio angalia anayemfaa, na mwekezaji yuko tayari kutimiza mahitaji ya mwalimu, na ni mwalimu ambaye tumekuwa naye msimu huu ambao umeisha, tutakuwa naye msimu ujao. Kwa hiyo matarajio yangu sasa ni kuona tunakuwa wachezaji bora zaidi, na ili tuweze kupata mafanikio makubwa tofauti na vile ambavyo tumeyapata hasa katika mashindano ya ndani. Na ili mwenyekiti Mangungu awe na nguvu, nini kinapaswa kufanyika kwamba ili awe naye ni mtu wa kutoa maamuzi? Sasa unajua kitu kimoja ambacho wanatakiwa ufahamu ni kwamba Simba imeingia katika utaratibu tofauti wa kiuendeshaji, na katika utaratibu huo wamekuja wawekezaji, sawa? Na kama mwekezaji amekuja, maana yake mwekezaji naye vile vile anakuja na majukumu yake, anakuja na pesa, anakuja na miundombinu, anakuja na uweledi, anakuja na watendaji. Sasa ikifika hapo, maana yake unaunganisha nguvu mbili, ndio maana tunakuja kwenye bodi. Sasa haiwezekani wewe mtu anakuja analeta pesa zake, anaongeza nguvu, alafu uwe na kauli ya mwisho. Mimi nadhani hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba aina ya utaratibu wa uwekezaji ambao tumekubali kuingia unahamisha nguvu, power za wanachama, power za mwenyekiti kwenda kwenye bodi, kwenda kwa mwekezaji, sawa? Ndio, nakuelewa vizuri. Kwa hiyo wanachama wanapaswa kujua hilo, kwamba hatupasi kulamilikia Mangungu ni mwenyekiti, lakini mwenyekiti huyu majukumu yake ni haya mengine yanafanywa na fulani au yako kwenye bodi. Tukifahamu hivyo, mimi naamini kabisa haya yanayozungumzwa sasa hivi kwa mashabiki ni kwa sababu hawaelewi Mangungu anapaswa kufanya nini. Hawaelewi kwamba kwa sasa nguvu za mwenyekiti zimehamia kwenye bodi, ambako bodi ina mwenyekiti wa bodi ambaye si Mangungu. Ni utaratibu ambao sisi tulikubali wakati tunaingia kwenye mabadiliko. Kwa hiyo tukijua hivi, basi tutajua kwamba nguvu ya klabu ipo ndani ya bodi. Basi sisi tuendelee kukaa karibu zaidi na bodi yetu, kwa support wachezaji watakaosajiliwa, ili msimu ujao Mungu atusaidie tuweze kufuta ya machozi. Na kwa sasa inavyoonekana kana kwamba kama kuna mgawanyo baadhi ya wanachama, kuna wanaomuunga mkono Mangungu na wengine kana kwamba hamuungi mkono. Hili pia hauoni kana kwamba inaweza kawa na athari pia kwa klabu? Ni kweli, hatupasi kuwa na makundi. Swala la kwenda kwa uwekezaji ni swala ambalo tulikubali wanachama wote, na kama tumelikubali, maana yake hatupasi kuwa na makundi. Sasa tufute makundi, sababu makundi ndio yanataribia. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.